Je, unajua kuwa kuna watu wengi wanaishi na kisukari kwa miaka mingi bila kujua? Kila siku wanalala kama kawaida, wanaamka kwenda chooni mara kadhaa, wanakunywa maji mengi, wanaishi uchovu kila siku, lakini hawajui kuwa mwili wao umekuwa ukitoa ishara za hatari muda mrefu sana. Kitu cha kutisha zaidi ni kwamba baadhi ya dalili za kisukari huonekana usiku wakati mtu amelala. Tatizo ni kwamba watu wengi huzipuuza wakidhani ni matatizo ya kawaida kabisa. Wengi husema, labda nimekunywa maji mengi kabla kulala. Wengine husema, labda nina uchovu kwa kazi. Lakini wakati huo huo, kiwango cha sukari kwenye damu kinaendelea kuongezeka taratibu. Na kisukari kinapogunduliwa kuchelewa, kinaweza kuharibu macho, figo, moyo, mishipa ya fahamu na hata kusababisha kukatwa kwa viungo. Ndiyo maana video hii inaweza kuwa muhimu sana kwako au kwa mtu unayempenda. Leo tutaangalia dalili 10 za kisukari zinazojitokeza usiku wakati umelala. Baadhi ya dalili hizi zinaweza kuwa tayari unaziona lakini hujui maana yake. Tafadhali tazama video hii mpaka mwisho, kwa sababu dalili ya mwisho imewahi kuwafanya watu wengi kugundua kisukari baada ya muda mrefu sana. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba. Kama unapenda mada za afya, basi bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Dalili ya kwanza, kuamka mara kwa mara kwenda chooni. Hebu fikiria hii. Umelala saa 4 usiku, baada ya saa 1 au saa 2 unaamka kwenda kukojoa. Unarudi kitandani. Baada ya muda mfupi unaamka tena. Na hii hali inajirudia karibia kila usiku. Watu wengi huzani ni jambo la kawaida, lakini inaweza kuwa moja ya dalili za mwanzo kabisa za kisukari. Wakati kiwango cha sukari kwenye damu kinakuwa kikubwa kupita kiasi, figo lazimika kufanya kazi ya ziada ili kuondoa sukari hiyo. Na kwa sukari hutoka pamoja na maji mengi, mwili huanza kutengeneza mkojo mwingi. Ndiyo maana mtu mwenye kisukari anaweza kukojoa mara nyingi zaidi kuliko kawaida. Kama unaamka mara 3 au mara 4 zaidi kila usiku kwenda chooni bila sababu nyingine inayojulikana, usipuuze. Mwili unaweza kuwa unakupa onyo la mapema kabisa. Dalili ya pili, kiu kali isiyoisha. Baada ya mwili kupoteza maji mengi kupitia mkojo, jambo linalofuata ni kiu. Lakini hii si kiu ya kawaida. Ni kiu inayofanya unywe maji mara kwa mara, lakini bado usisikie umekata kiu ya maji. Unaweza kunywa glasi moja, dakika chache baadaye unataka nyingine. Usiku unaweza kuamka mara kadhaa kutafuta maji. Watu wengi wenye kisukari hueleza kuwa walikuwa wanakunywa maji mengi sana kabla ya kugundulika kuwa na ugonjwa huo. Kiu ya kupindukia ni mojawapo ya ishara muhimu ambazo hupaswi kupuuza. 3 ni kinywa kikavu au kukauka usiku. Kuna baadhi ya watu wanaamka usiku wakihisi mdomo umekauka kabisa. Lugha inakuwa nzito, midomo inakauka, wakati mwingine hata kuongea kunakuwa kugumu. Hii hutokea kwa sababu mwili umepoteza maji mengi. Ikiwa hali hii imekuwa ikijirudia kila usiku kwa muda mrefu, ni muhimu kufanya uchunguzi wa afya. 4, jasho jingi wakati wa usingizi. Je, umewahi kuamka usiku ukiwa umeloa jasho wakati chumba hakina joto? Hii inaweza kuwa ishara ya sukari kushuka ghafla wakati wa usingizi. Mwili unapogundua kiwango cha sukari kimeshuka sana, huingia katika hali ya tahadhari. Mapigo ya moyo huongezeka. Jasho huanza kutoka kwa wingi. Mtu anaweza kuamka akiwa na hofu ya kuchanganyikiwa. Wakati mwingine mtu huzani ni ndoto mbaya, kumbe chanzo ni mabadiliko ya sukari kwenye damu. 5, ndoto za kutisha au za ajabu. Hii inaweza kushangaza. Mabadiliko ya kiwango cha sukari yanaweza kuathiri ubongo wakati wa usingizi. Baadhi ya watu hupata ndoto za kuanguka, ndoto za kukimbizwa, ndoto za kutisha sana, kuamka kwa mshtuko. Ingawa si kila ndoto mbaya inamaanisha kisukari, ndoto za aina hii zinapoambatana na dalili nyingine zinaweza kuwa ishara muhimu.
Dalili ya 6, kuamka ukiwa umechoka kila siku. Moja ya malalamiko makubwa ya watu wenye kisukari ni uchovu. Unaweza kulala saa 4 lakini asubuhi unaamka kama hujalala kabisa. Kwa nini? Kwa sababu mwili wako umeshindwa kutumia sukari vizuri kama chanzo cha nishati. Na kama gari lenye tanki la mafuta lililojaa lakini mafuta hayafiki kwenye injini. Mwili una sukari lakini seli hazipati nishati inayohitajika. Ndiyo maana mtu hujihisi mchovu muda mwingi. Dalili ya 7, ganzi kuwaka moto au kuchoma na miguu. Hii ni mojawapo dalili hatari zaidi. Sukari ikiwa juu kwa muda mrefu huanza kuharibu mishipa ya fahamu. Mwanzoni mtu huanza kuhisi ganzi, kuchoma kama sindano, kuwaka moto, maumivu ya miguu. Dalili hizi huwa mbaya zaidi usiku. Watu wengi hushindwa kulala kwa sababu ya maumivu haya. Ukianza kuhisi hali hii mara kwa mara, ni muhimu kufanya vipimo. Dalili ya 4, kuwasha ngozi usiku. Sukari nyingi huondoa maji mwilini. Ngozi huanza kukauka, na ngozi inapokauka huanza kuwasha. Mara nyingi kuwasha huonekana zaidi kwa watu wakati wa usiku. Baadhi ya watu hutumia krimu nyingi bila mafanikio kwa sababu tatizo haliko kwenye ngozi bali kwenye kiwango cha sukari. Dalili ya 9, njaa kubwa usiku. Je, umewahi kulala vizuri lakini baada ya muda mfupi unahisi njaa tena? Hii ni dalili inayoweza kutokea kwa mtu mwenye kisukari. Mwili unakuwa na sukari nyingi lakini seli haziwezi kuitumia vizuri. Matokeo yake, ubongo hupokea ujumbe kuwa mwili unahitaji chakula zaidi. Ndiyo maana mtu anaweza kula mara nyingi lakini bado akahisi njaa. Dalili ya 10, kupungua uzito bila sababu. Dalili hii huwafanya watu wengi kushangaa. Mtu anakula kawaida, wakati mwingine anakula hata zaidi ya kawaida, lakini uzito unaendelea kupungua. Hii hutokea kwa sababu mwili unashindwa kutumia sukari kama nishati. Badala yake huanza kuchoma mafuta na misuli. Kupungua uzito bila sababu ya wazi ni ishara inayopaswa kuchukuliwa kwa uzito mkubwa. Nani yupo hatarini? Hatari yako ni kubwa zaidi ikiwa una uzito mkubwa, hufanya mazoezi, familia yako ina historia ya kisukari, una shinikizo la damu, una mafuta mengi, umri zaidi ya miaka 40. Lakini kumbuka, siku hizi hata vijana na watoto wanaweza kupata kisukari. Jinsi ya kujikinga. Habari njema ni kwamba unaweza kupunguza hatari hii kwa kufanya mazoezi, kupunguza sukari, kula mboga na matunda, kudhibiti uzito, kupima afya mara kwa mara na kulala muda wa kutosha. Rafiki yangu, mwili wako huwa haukosei. Kabla ugonjwa haujaleta madhara makubwa, mwili huanza kutoa ishara. Tatizo ni kwamba mara nyingi tunazipuuza. Ukianza kuona dalili kama kuja mara kwa mara usiku, kiu kali, uchovu usioelezeka, ganzi za miguu au kupungua uzito bila sababu, usisubiri hadi hali iwe mbaya zaidi. Nenda hospitali au kituo cha afya kwa uchunguzi zaidi. Kumbuka, kugundua sukari mapema kunaweza kuokoa macho yako, figo zako, moyo wako na maisha yako kwa ujumla. Andika kwenye comment section, afya yangu ni muhimu. Kama umejifunza jambo jipya leo, bonyeza like, subscribe na share video hii kwa marafiki wengi zaidi.